ATV, Amani TV DRC. Hivyo ndivyo hali imeonekana ndani ya mji wa Uvira tangu asubuhi mapema ya hii siku ya 20 Machi mwaka huu wa 2024. Hayo yametokana na mgomo baridi ulioitishwa na shirika 12 za kiraia ambazo zimeomba kwa korti ya katiba ya nchi kuweza kutoa azimio yake kumtoa bungeni Espoir Kamanda ambaye ni mgombea aliyechaguliwa na raia wa mji wa Uvira kwa uchaguzi uliopita. Walioandaa mgomo huu wamesema itisha mgomo huo kutokana na hasira waliokuwa nayo kutokana na azimio hiyo. Ngambo yetu sisi tunaona kama mgomo wetu ambao tulitia umefaulu kwa asilimia makumi kenda hivi. Ni sababu hakukuwa shule, hakukuwa uchuruzi, hata pia uchukuzi wa mahali ulifanyika kwa ritmu ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo sisi tunadhani kama yale ambayo tulikuwa tunatamani imefanyika, sababu mgomo baridi umeenda na yale ambayo tunaendelea kuomba na nadhani imesikilika, sababu nia yetu sisi ni kuomba tu mbunge Delphin Kamanda arudishe madarakani. Kama unavyoniona hapa, hizo ni habari za uongo, sababu mimi mwenyewe ambayo nafanya hii interview siko wa Kifuliru. Mimi ni kijana Mbembe na zani Uvira haiko tu ya Wafuliru, sababu Kamanda mwenyewe hakuchaguliwa na Wafuliru tu, alichaguliwa na Wabembe, Wavira, Wafuliru, Warega, hata Wakasaye na wengine makabila. Na kwa hiyo tunadhani kama hii mgomo baridi kwa kweli haina maana watu waseme kwamba ilikuwa ya kabila moja, japokuwa Uvira imekuwa kama kawaida. Watu wakitaka kudai haki zao, kwa ukweli watu wengine wanaigeuza kuwa ya kabila. Tunasikitika sana sababu vyombo vya sheria na vyombo vya usalama tuliona kama hawakuwa professionnel. Samahani bwana mtangazaji. Donc kulikuwa ile arrestation arbitraire, na hapa nataja kushikwa kibandia kwa ndugu yangu presidenti wa vijana wa Fuliru bwana Yves Malipo, ambaye tunashukuru sababu ameachiliwa, lakini alifungwa kibabe kama wanavyosema. Kwa hiyo kuna wengine vijana ambao walifungwa hivyo hivyo, lakini tunadhani sisi tulisema itakuwa mgomo baridi na kuna jambo mbaya ambayo tulifanya. Hatukuvunja, hatukuiba, hatukufanya nini. Ilikuwa tukuonesha kwa mataifa yote kama yule ambaye ana haki arudishiwe katika haki yake. Bwana mtangazaji, ujumbe ni kusema kwamba sisi ambao tuko wasinyateri wa ile barua tuko msuite ya action, na tunashukuru kwanza wakaaji wote wa Uvira ambao walitushika mkono kwa hii mgomo baridi, na tunawaambia kama nia yetu sisi ni kusema bwana Kamanda arudishwe kuwa mbunge wa taifa wa jiji na tarafa la Uvira. Donc kama hakuna ile solution, sisi tutaendelea kuandamana, sababu tunadhani kama korti kuu ya kikatiba imejidanganya. Kwa hiyo wanapaswa jikaza kufanya rectification ya decision. Maeneo ya Mulongwe, duka mbalimbali pamoja na soko kuu ya Zairwa hazikuonekana kufungua milango yake, wakati vile vituo vya gari ima agence de voyage nazo zimeonekana kufunga ofisi zao. Barabarani bajaji pamoja na pikipiki ndogo ndizo zimeonekana kufanya usafiri. Hayo yameonekana maeneo nyingi ya jiji la Uvira, wakati baadhi ya duka nyingi zimeonekana kufunga milango yake, huku watu wa miguu ndio wameonekana kupita sehemu moja zidi ya ingine. Mwandishi habari wa ATV aliyetembelea eneo tofauti ya jiji la Uvira alikuwa na haya ya kuzungumza. Na mtazamaji wa ATV, karibu sana kuungana nasi ili upate kujua namna gani hali ya mgomo baridi imeendeshwa hapa jijini Uvira leo tarehe 20 Machi mwaka huu 2024. Tunapatikana ndani ya soko Kongole, soko kuu ya Mulongwe jijini Uvira, ambako baadhi ya wachuuzi wengi ambao wanachuuza ndani hawakuitika kuja kwenye soko yao kulema kama kawaida kutokana na mgomo baridi ambao umeitishwa
na mashirika mbalimbali za kiraia hapa jijini Uvira. Tukiangalia maeneo mbalimbali hapa kuna kuweko na watu ambao hawakubahatika kuja kuchunguza kama kawaida. Hayo yametokana tu na mashirika 12 mkiwemo mashirika za kiraia, mashirika vuguvugu za kiraia, vile vile kundi mbalimbali ambazo zinatetea za kibinadamu, wakidai kwamba arudishwe madarakani ama bungeni kandidati wao waliyempigia kura mnamo Desemba 20 ya mwaka iliyopita, Espoir Kamanda Delfe. Hayo yamesababisha kwamba mashirika hiyo ipate kuitisha mgomo baridi leo na kufanya shughuli mbalimbali kuzorota. Ndani ya barabara kunakuweko na maduka ambazo zimefunga milango. Soko kama gisi tunazungumuza ambayo inaitwa soko Kongole, soko kuu ya Mulongwe, tunakuwa ndani. Nafikiri utakuwa na fursa ya kuona nini ambacho inaonekana ndani ya soko. Wachuuzi wameonekana kutokuwepo ndani ya soko kutokana na mgomo baridi huu. Basi tunakuomba kuendelea upate kujua nini imefanyika leo kutokana na mgomo baridi pa Uvira. Hapa tuko ndani ya mji wa Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, ambako mashirika 12 za kiraia na vuguvugu za kiraia zimeitisha mgomo baridi leo, na mgomo baridi huo ambao umeitishwa umetokana na gisi wameweza kumtoa bungeni Espoir Kamanda Delfe. Hawa wanaomba arudishwe bungeni. Tuko Mulongwe ambako duka mbalimbali zimeonekana kufunga milango yake, licha ya kwamba barabarani pikipiki na bajaji ndizo zinaonekana kupita, ila duka mbalimbali hata kwenye maeneo mbalimbali ambako tumepita ni watu wanakaa tu barabarani wakitizama namna gani hali inaendelea. Hayo yanatokana tu na kile raia wanasema kwamba tumempa madaraka bwana Espoir Kamanda Delfe. Kwa hiyo katiba ya korti ya katiba ambayo imetoa maamuzi yake hawaambatane nayo, lakini upande wa walioandaa hali hii wamesema kwamba wanasubiri maamuzi, licha ya kwamba kulikuwa dosari fulani ya korti ya katiba, wanasubiri labda wanaweza kaisaisha. Kwa hiyo hapa ni Mulongwe, pikipiki ndizo zinaonekana barabarani na bajaje, ila duka zote zinakuwa zikifunga milango yake. Karibu kuungana nasi na upate kujua mengi. ATV, Amani TV DRC.